Waswahili husema mshika mawili moja humponyoka, lakini mwamba huyu Gianni Infantino alishika yote mawili na hakuna hata kimoja kilichomponyoka. Hapa wahenga wamepigwa bao. Dakika 11 tu, huo ndio muda uliowafanya mamilioni ya mashabiki wa soka duniani kuamini jambo ambalo kwa akili ya kawaida linaonekana haliwezekani. Wakati mechi mbili za mwisho za kundi E zilikuwa zikiendelea kwa wakati mmoja katika majimbo tofauti nchini Marekani, kamera za matangazo zilimwonyesha rais wa FIFA Gianni Infantino akiwa jukwaani akifuatilia mechi ya kwanza. Dakika chache baadaye, kwenye uwanja mwingine uliokuwa mamia ya kilomita mbali, kamera zikamwonyesha tena Infantino, suti ile ile, tai ile ile na mwonekano ule ule. Ndipo mitandao ya kijamii ikalipuka na watu wakaanza kujiuliza kama walikuwa wanaona mtu mmoja au zaidi ya mmoja. Kadiri picha zilivyoendelea kusambaa, nadharia mbalimbali zikaanza kuibuka. Wapo waliotaja cloning, wengine wakasema teleportation, na wengine wakadhani ni body double. Lakini hizi si maneno ya kawaida kwa kila mtu, hivyo zilihitaji kueleweka vizuri. Cloning ni wazo la kisayansi linalomaanisha kutengeneza nakala halisi ya kiumbe hai. Wanasayansi wanaweza kutumia seli ya mnyama au binadamu na kujaribu kuunda kiumbe kingine kinachofanana naye kabisa kimaumbile na kijenetiki. Hata hivyo, hadi leo hakuna uthibitisho wa sayansi kwamba binadamu mzima anaweza kuundwa na kutumika kwa namna ya kuishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine katika matukio ya hadharani. Teleportation nayo ni dhana ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine papo hapo bila kutumia njia za kawaida kama gari, ndege au meli. Hii mara nyingi huonekana kwenye filamu za sayansi ya kubuni, science fiction, ambapo mtu anapotea sehemu moja na kuonekana sehemu nyingine ndani ya sekunde. Kitaalamu, sayansi ya sasa haijafikia uwezo wa kusafirisha vitu vizima au binadamu kwa njia hiyo ya papo kwa hapo. Na body double ni mtu halisi anayefanana na mtu maarufu kiasi kwamba anaweza kutumika kumwakilisha kwenye baadhi ya matukio au picha ili kulinda usalama au ratiba. Hii hutokea mara chache sana kwenye filamu au usalama wa viongozi, lakini si kitu cha kawaida katika matukio ya michezo hadharani kama haya. Lakini kama si cloning na si teleportation na si body double, basi watu walimuonaje Infantino sehemu mbili tofauti? Moja ya maelezo yanayotolewa na wachambuzi wa matangazo ya kitelevisheni ni kwamba katika mashindano makubwa kama Kombe la Dunia kuna mfumo wa kamera nyingi sana na picha zinazosimamiwa moja kwa moja na kitengo cha matangazo. Wakati mwingine picha za viongozi au wageni muhimu zinaweza kuonyeshwa kwa kuchelewa kidogo au kutoka kamera tofauti zilizorekodi tukio muda mfupi uliopita. Kwa mtazamaji wa kawaida, huwezi kutofautisha kama picha hiyo ni ya sekunde hiyo hiyo au ilirekodiwa dakika chache kabla. Hata hivyo, hakuna uthibitisho rasmi kwamba hilo ndilo hasa lililotokea katika tukio hili. Mbali na hilo, ratiba ya Gianni Infantino mwenyewe inaongeza picha ya mtu anayekuwepo kila mahali. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, hutumia ndege binafsi za masafa marefu zinazoweza kusafiri kwa kasi kubwa na kupunguza muda wa safari kati ya miji au majimbo tofauti. Hii inamaanisha anaweza kuondoka kwenye uwanja mmoja na kufika mwingine ndani ya muda mfupi sana, mradi ratiba ipangwe vizuri kwa dakika. Mwisho wa yote, hakuna ushahidi kwamba Infantino alikuwa sehemu mbili kwa wakati mmoja. Hakuna cloning, hakuna teleportation na hakuna uthibitisho wa mtu mwingine kumwiga. Kilichotokea ni mchanganyiko wa picha za kamera, teknolojia ya matangazo, ratiba ya haraka ya safari na nguvu ya mitandao ya kijamii kubadilisha sekunde chache kuwa mjadala mkubwa duniani. Ndio maana katika dunia ya leo, si kila unachokiona kwenye screen kinamaanisha ndicho kilichotokea kwa wakati huo huo. Mimi ni msimulizi wako Ino TZA. Imeandaliwa na Masu Brand